Okay, Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu tena ni kwa ajili ya mwaka mpya. Nakumbuka tarehe 31 tulikuwa hapa na mkutano tena. Tukawa tunaomba pamoja ni kwa ajili ya mwaka mpya, mwaka wa baraka. Na kwa hakika tumeona Mungu, wengi tumevuka salama. Tunashukuru Mungu. Kwa hivyo naweza nikasema tena happy new year to all of us. Mungu atubariki sana na azidi kutuinua. Leo hii ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Januari mwaka wa 2026. Nataka nishukuru Mungu sana kwa sababu ametutenda mambo makubwa zaidi. Na leo hii sija kuja studioni ni kwa ajili ya kuhubiri Injili, bali nimekuja tu ni kwa ajili ya himizo kiasi au kidogo, ni kwa ajili ya yale mambo ambayo kidogo yamekuwa yakipita mitandaoni. Ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Kidogo naweza nikasema ya kwamba heshima kwa watumishi wa Mungu imetoweka. Heshima kwa watumishi wa Mungu imetoweka na haiko. Na ndio kama taifa la Kenya, kama kanisa, kama wananchi wa Kenya, ndio tukaweze kusonga kama taifa, inabidi mpaka tena tuheshimu wale ambao ni wapakwa mafuta wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu amewatenga na kusudi. Na kidogo tunapokosa kuheshimu, basi hata taifa liwezi likasonga. Sisi ambao ni watoto kwenye huduma, ambao bado the upcoming servants of God, tunahitaji kujifunza kutoka kwa wale watumishi wa Mungu waliotutangulia. Na ikiwa tutawaheshimu na kuwatii, basi hata nasi huduma yetu pale mbele itakuwa ya baraka. Lakini ikiwa tutakosa kuwaheshimu, basi hata kwetu sisi kesho yetu tutaumia. Kwa hiyo nimekuja tu kuzungumza jambo moja, ni kwa ajili ya yale ambayo yamepita mitandaoni kwa muda wa siku chache ambazo zimepita. Kuna watumishi wa Mungu, kama kuna mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa na mkutano wa crusade, na huo mkutano ikawa ya kwamba kuna watu wanapona, na katika kupona kule magonjwa mbalimbali, ambapo ni ukweli, yule Mkristo aliye na imani anajua ya kwamba tunapokuwa na imani ya kwamba Yesu alikufa ni kwa ajili yetu, na tunasema ya kwamba kwa mapigo yake tulipona, basi tunaamini ya kwamba wakati tunapomuomba, wakati tunapomwamini, tukiwa tunahitaji uponyaji wa kila aina ya magonjwa, yuko tayari ni kwa ajili ya kutuponya. Bora tu tuwe na imani. Lakini leo hii iweje sasa, wakati tunapoomba mtu anapona magonjwa, iwepo wengine wanapona kansa ama saratani, wengine wanapona magonjwa kama ya ukimwi na magonjwa mbalimbali. Baadaye sisi wale tunasema kwamba hapana, huu ni uongo. Sasa tunataka Yesu afanye nini? Tunamtaka afanye nini? Kama amemponya mtu aliyekuwa mgonjwa, sio huyu mtumishi wa Mungu anasema kwamba ni mimi nimemponya. Hapana, ni Yesu amemponya. Baadaye tunaanza ya kwamba tuanze uchunguzi, amepona aje, nini ilifanyika akapona. For sure kidogo I make sense. We need to seek God deeper, ndio tujue ni nini tunatarajia kutoka kwake. Kwa hivyo hilo jambo ambalo limefanyika ni kwa ajili hata ya watumishi wa Mungu, kidogo linarudisha imani za watumishi wa Mungu chini,
We are not here to judge servants of God. Tuko hapa ni kwa ajili ya kuwatii na kusikia neno linalotoka ndani mwao. Wakati wanapo simama na inji katika maombi, mambo mengi Mungu anatenda. Lakini tukiwakosea heshima, basi sisi wenyewe tutajiharibia. Ndipo unaona ya kwamba mataifa ya kule nje watu wanafaidika zaidi kwa kupitia wale watumishi wetu, wale ambao Mungu ameinua hapa katika taifa letu la Kenya. Lakini sisi wenyewe tunakuwa wale wa kuwashutumu wale watumishi wa Mungu. Tunawawekea scandals zenye hazipo, tunawawekea mambo ambayo hayapo. Hatujafanya uchunguzi. Utafanyaje uchunguzi kwa mambo ya Mungu? Kidogo I make sense vizuri. So tuliona haya mambo yakitokea kwa watumishi wa Mungu kama sipendi kumention, lakini wacha ni mention kama mchungaji Ezekiel. Tulikaona vile kulienda, wakamfanyia mambo mengi yakatokea kwake. Baadaye ndio huyo ako huru anahubiri Injili. Tusiwatese watumishi wa Mungu. Taifa la Kenya, sisi wananchi wa Kenya, tuishi kama wale ambao tumejua Mungu wetu. Tujue imani yetu. Jua ya kwamba unalomtendea mtumishi wa Mungu ni sawa na kumtendea Mungu. Ni Mungu ndiye aliyemuita. Kwa hivyo unapomnyoshia kidole mpaka kwa mitandao, kwenye vyombo vya habari, kidogo unakosa heshima. Na unapomnyoshia kidole, jua ya kwamba umemnyoshia Mwenyezi Mungu aliyemuita kidole. Kwa hivyo haya maswala ya kuwanyoshia watumishi wa Mungu vidole katika taifa letu la Kenya, naona yanazidi. Lakini ikiwa tutabadilika, Yesu yuko tayari kutupokea tena na tutasonga hatua kama taifa la Kenya. Mimi ninayezungumza sishiriki kwa kanisa lolote kwa yenye ninasema, hata kwa yule nabii wa Mungu ambaye crusade yake kulitokea yenye yamesemwa kwenye mitandao. Lakini kwa sababu ya kutetea imani, inabidi tuzungumze ili tuwasaidie watoto wetu. Tusije tukafanya mambo ambayo yataletea kizazi chetu shida pale mbele, bali yote ni tunafanya yarudishe utukufu kwa Mungu. Wewe mzazi ulioko pale nje, wewe kiongozi ulioko pale nje, uwe katika sekta yoyote, hata makanisani, hakikisha ya kwamba unachokifanya mtoto wako unachokifanya, hata kama kitaendelea hivyo hivyo, ujue kwamba mtoto wako atakuja kifanya. Yale ambayo tunafanya leo hii yakiwa mazuri, watoto wetu ama kizazi chetu kitakuwa cha baraka. Tukikiharibu, sisi wenyewe watumishi wa Mungu wanaanza kutunyoshea vidole, wanaanza kusema fulani ndiye amefanya, nyinyi ndio mnafanya hivi. Watatuombea mabaya, tutalaaniwa. Na tunapolaaniwa, kizazi chetu kimelaaniwa. Tuepuke kunyoshea watumishi wa Mungu vidole. Kwa njia kama hii, wengi wamelaaniwa. Kwa njia kama hii, wengi hawapo. Kwa njia kama hii, wengi wamekufa vifo vya mapema. Ndio unaona watu wanakufa kiolela. Unafikiria kwamba ni Mungu. Sio Mungu. Vifo vingine vinakuja tunapowainukia watumishi wa Mungu, na Mungu hawezi ruhusu. Awe mzuri, awe mbaya, aliyemuita anamjua. Sio wewe na mimi kuwanyosha vidole. Hilo tuachane nalo. Jinsi nilivyowaambia kwamba sijakuja leo hii ni kwa ajili ya kuwahubiria, lakini nimekuja tu kuwaambia kwamba jinsi ambavyo tunawainukia watumishi wa Mungu kwa taifa la Kenya, sisi wa Kenya wenyewe tuombe Mungu atupe hekima.
tubadilike. Tubadilike. Watu wa mataifa ya nje watakuja, watanyakua baraka zetu wanapo impress the servants of God whom God has raised in Kenya. Wana make good use of them, and yet sisi tunawanyoshea vidole. Wa nje wanabarikiwa, sisi tunalaaniwa. Tunaanza kusema taifa la Kenya hatusongi. Tutasongaje mbele tukiendelea na maisha kama haya? Hatuwezi. So nimekuja kuambia tu Wakenya wenzangu, tuwaheshimu watumishi wa Mungu. Nimejua ya kwamba kuna wengi wamenyoshea yule mtumishi wa Mungu, yule nabii wa Mungu vidole kwa mitandao, wamenena kwake mabaya. Lakini yeye ni mtumishi wa Mungu ambaye amefanya kazi katika taifa hili. Wengine tulizaliwa tukampata yuko anatumika miaka na miaka. Je, hiyo miaka yote haya yenye yanatokea saa hizi hayakuwahi tokea? Ndio leo tumeona. Tuheshimu Mungu, taifa la Kenya. Tuheshimu Mungu, wapendwa wa Kristo. Tuheshimu Mungu. Sisi ni taifa teule, taifa ambalo linapendwa na Mungu. Tusifanye Mungu atoroke Kenya kwa sababu ya maovu yetu, kwa sababu ya kuwanyoshea vidole watumishi wa Mungu. Watatoka Kenya, wataenda kuhudumu mataifa ya nje. Tutasalia uchi kabisa. Hakuna yule ambaye anaweza akakuambia sasa sauti ya Mungu inasema nini. Tutasalia bure. Who will help us? Who will stand in the gap for us? Tuheshimu watumishi wa Mungu. Let us honor them. Tuwaheshimu. Heshima kwa watumishi wa Mungu ni jambo la baraka. Hilo ndio mimi nimekuja tu kuambia leo. Nimejua ya kwamba wengine watachukulia ujumbe huu kwa njia ambayo labda kuna wenye watauchukulia kwa njia nzuri. Wengine wataona nikana kwamba ninatetea uovu, lakini nataka niwaambie hakuna aliyenyoshea mtumishi wa Mungu kidole na akatoka akiwa sawa. Walilaaniwa. Kumbuka Elisha na wale watoto waliomnyoshea vidole waliliwa na mnyama. Tusije tukafikia pale. Hilo ndilo tu nimekuja kuambia leo. Naye Mungu nimejua kwamba atawabariki. Ujumbe kama huu uwafikie wengi na mubarikiwe, na tubadilike kama taifa. Tueneze injili nzuri, watoto wetu waige mambo mazuri. Itakuwa ni baraka kwa taifa letu, itakuwa ni baraka kwa kanisa na kwa kila mmoja. Sija kuja kuhubiri dini. Mimi naheshimu dini zote. Hatuhubiri dini. Awe Muislamu, awe Mkristo, awe Muhindi, awe Munani, wote hawa waliumbwa na Mungu tu mmoja tu huyo. Kwa hivyo mbona tulete chuki? Mbona tukoseane heshima? Mbona tuumizane wenyewe kwa wenyewe? Mbona tunyoshane vidole? Mbona kuwadhulumu watumishi wa Mungu? Sio sisi tuliowaita, aliyewaita ni Mungu mwenyewe yuko, na kila mmoja wao atatoa hukumu mbele za Bwana, jinsi alivyofanya kazi yake, jinsi alivyofanya kazi aliyoitiwa na Mungu, jinsi alivyotunza mwito wake na kazi au majukumu aliyopewa. So tuwaheshimu watumishi wa Mungu. Uwe kanisani, wewe ni kiongozi, tujaribu, hata mshiriki, jaribu kufunza watoto wako kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Uwe kama mzazi, ongea mema kwa mtumishi wa Mungu, mtoto wako ataanza kufuata hiyo njia. Ukiwa kwako unaweka vikao vya kunena maovu kwa watumishi wa Mungu, watoto wako umepanda mbegu mbaya ndani mwao.
hawatawahi heshimu watumishi wa Mungu. Kwa hivyo tuheshimuni watumishi wa Mungu. Itakuwa ni baraka sana kwetu na haswa kwa kizazi ambacho kinakuja. Sasa tunalia Gen Z. Labda ni malezi mbaya ambayo wazazi waliowaleta duniani, labda hao ndio waliwapa haya malezi, ndio maana inakuwa ni ngumu kuwa handle. Kwa vizazi vinavyokuja tujifunze kutoka kwa hili, naye Mungu atatubariki. Kwa hivyo leo nimekuwa tunawatilia na wahimiza tu ni kwa ajili ya kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Heshima tu, waheshimu. Ukiona kwako ndani mwako mnakwambia huyu si mzuri, kuliko kuzungumza kwake, just keep off, achana. Media stations, media channels, kabla ya kueneza mambo kama haya, jiulize ni nani huyu ninayemweleza. Huenda ikawa tu kwa kumleta kwenye mitandao, kwenye runinga, tukiwaonyesha kwa maovu, and kumbe labda kunaweza kuwa tuna setup kurudisha huduma ya Mungu chini. Unaweza ukajikuta kwa mambo yenye hata hukutarajia. Familia yako inaweza ikaharibiwa tu pasipo wewe kujua. Tuheshimu watumishi wa Mungu. Itakuwa ni baraka na itakuwa ni vyema. Kila wakati enda kwa magoti, muhite Mungu, mulilie Mungu, naye atatupa mwongozo. Ukiona mtumishi wa Mungu ni kana kwamba labda vitu zenye anafanya labda sio nzuri, pray for him or her. Atasimama tena, injili itaendelea, na tutazidi kuwa watu wa maana kwa taifa la Kenya. Let's pray for them. Wherever they are, pray for them. Tuwaombe. Kazi ambayo watumishi wa Mungu wanafanya sio rahisi. Hata wewe unayezungumza ukapewa leo hii huwezi fanya. Wanapigana na mambo ambayo hata wewe mwenyewe ukipewa huwezi fanya. Watu tumeshuhudia wengi wakipona. Tusione tu mabaya ya saa hii. Jaribu kuona uzuri wa huyo mtu. Kuna wakati taifa lilihitaji mtu wa kusimama nalo katika maombi. That person was not there, but they stood with us in the gap. Saa hizi watumishi wanazidi wakiwa wengi. It's because those wenye tunazungumzia, they are our fathers, our mentors. They are our spiritual fathers. We need to respect them, to honor them. Ndio sisi tuwe watu wa maana katika huduma zetu. Tukikosa kuwaheshimu, taifa limeharibika. Let's respect the servants of God. May God bless you. May God bless Kenya. May God bless our church. May God bless us all. Hata wewe mwenye utapata huu ujumbe, Mungu akubariki. Naomba ya kwamba huu ujumbe ukabadilishe kitu ndani mwako, kwa jina la Yesu. Ni mchungaji Nixon Machisu wa Spirit of Worship Fellowship. Tuko tu hapa tunahubiri injili, hatuhitaji mambo mengi. Mungu awabariki, na mwaka huu tuwaheshimu watumishi wa Mungu, tuone na tule hata mema ya nchi, kwa sababu ni itakuwa inampendeza Mungu. God bless us all. See you again on the same platform in Jesus' name. Amen. Be blessed.